tunazungumzia kwamba ni kituo cha mafunzo ya watu wazima, kwa maana eneo ambalo watu wazima wanaweza kupata elimu. Sasa tafsiri hii kwa jamii ilikuwa kidogo, walitafsiri jambo katika hasi. Walifikiri kabisa kwamba mtu mzima hawezi kupata nafasi ya kujifunza. Lakini baada ya shughuli kuanza kufanyika kwenye kituo hiki na elimu ambayo tunaendelea kutoa kwa wanajamii kupitia mikutano mbalimbali au makusanyiko mbalimbali, sasa jamii imeanza kuelewa umuhimu wa hiki kituo. Kwa majina naitwa Geoffrey Jonathan Msigwa. Mimi kitaaluma ni mwalimu, lakini katika shughuli ya kituo hiki mimi ni mratibu wa kituo. Kituo hiki cha mafunzo ya jamii kipo wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma, kipo kata ya Matomondo, kijiji cha Tambi. Kituo hiki kina wawezeshaji 18 ambao wamegawanyika, wapo kwenye vijiji viwili ambao wanafanya shughuli za kuelimisha jamii kwenye vituo vidogo. Hiki ni kituo mama, kwa maana kituo kikuu ambacho kiko kwenye kata hii, lakini viko vituo vidogo ambavyo viko kwenye vijiji, kwenye mitaa. Kimsingi hiki kituo, hii kata ya Matomondo ina vijiji viwili. Kuna kijiji cha Mboli na kijiji cha Tambi. Kwenye hivi vijiji pia kuna vituo vidogo. Kwenye hivi vijiji kuna vituo vidogo ambavyo vinatumika na wanajamii. Ina maana kupitia shirika hili kuna shirika la DVV International waliweza kutoa mafunzo kwa wawezeshaji ambao wamesaidia kuanzishwa kwa vituo vidogo kwenye hivi vijiji. Lakini yako masuala mengine ambayo yanakutanisha wanakisomo kwenye kituo mama. Sasa kituo mama kinatumika na shughuli mbili tofauti. Ziko shughuli moja kwa moja zinawalenga wale wanakisomo ambao tayari wako kwenye vikundi, lakini ziko shughuli kwenye eneo hili zinafanyika ambazo zinahusisha wanajamii mbalimbali. Kwa sababu hiki kituo vile tunaalika mashirika yasiyo ya kiserikali au taasisi za serikali ambazo ziko tayari kufanya jambo lolote ambalo linahitajika kuwafikia wanajamii. Kwa hiyo shughuli kwenye kituo hiki zimekuwa zikifanyika nyingi sana. Wanajamii kwa maana ya wanakisomo ambao wamekuwa wakikutana hapa kwa hili eneo ni kama 78. Lakini zimekuwa zikifanyika shughuli mbalimbali hapa kwa maana ya mafunzo mbalimbali ambayo yamekutanisha watu wengi. Na mpaka sasa tunaongea ni zaidi ya watu 200 wameshakutanishwa hapa kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Mara tu baada ya hiki kituo toka kimeanzishwa hapa hakina muda mrefu sana, kwa sababu awali tulianzia chuo cha maendeleo ya wananchi Chisawe. Sasa ile eneo lilikuwa mbali kidogo na wanajamii. Kwa hiyo kufanyika utaratibu sasa wa kuanzisha ile eneo. Lakini toka tumeanza hapa, cha kwanza tumekuwa tukishirikisha wataalamu mbalimbali kwenye kata hii, kwa maana ya afisa kilimo, afisa mifugo, afisa afya. Wamekuwa wakiendesha semina au mafunzo mbalimbali hapa. Na bahati nzuri kupitia mtaalamu wa kilimo tuliamua kuanzisha shamba darasa ambalo kupitia wale wanakisomo wanaokutana hapa tunamwalika mtaalamu, anakuja anawafundisha juu ya labda kilimo bora juu ya zao fulani. Lakini baada ya kufundisha tuliamua tukaanzisha shamba darasa. Kwa mfano, kwa kuanzia tulianza na zao la alizeti. Tulimwalika mtaalamu akatoa elimu. Baada ya kutoa elimu hapa darasani au wanakisomo, tuna shamba letu hapo nyuma. Kwa hiyo wakaenda sasa wakaelekezwa kwa vitendo. Tunapandaje mbegu, wakaonyeshwa aina ya mbegu, upandaji, umbali, wakafundishwa. Kwa hiyo tumetunza hilo shamba darasa mpaka mavuno yamekomaa. Kwa hiyo tunadhani kwenye hiki kituo kwa kuandaa mashamba darasa, kwa sababu eneo linaturuhusu, yatatusaidia zaidi kuwafundisha wakulima au wanajamii kwa vitendo, kitu ambacho kitakuwa rahisi kwa wanajamii kujifunza. Ni kweli tuna vifaa vya michezo. Hapo nyuma kidogo tuliwahi kuwa na mashindano
ilikuwa ni vijiji walifanya michezo, lakini lengo la kuwa na vifaa vya michezo hapa ni kuendelea kuhamasisha jamii kushiriki michezo, lakini kupitia michezo tunapata fursa ya kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na umuhimu wa kuwepo kwa hiki kituo, na wakati mwingine inaweza kutegemea wakati huo labda tuna changamoto gani kama jamii. Kupitia hiyo michezo pamoja na kuhimiza umuhimu wa hiki kituo, lakini wakati mwingine tutahimiza kutokana na changamoto ambayo jamii inaikabili kwa wakati huo. Mfano, kuna kipindi fulani eneo letu hili lilikuwa limekabiliwa kidogo na kipindupindu. Kwa hiyo ilihitaji uhamasishaji, uelimishaji wa jamii maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuna mambo mengi yanayoweza yakatumika kupitia michezo tukahamasisha. Kwa hiyo vifaa vya michezo vipo kwa ajili ya kukusanya wanajamii, wanafanya michezo, lakini kupitia hiyo michezo mnakuwa na ujumbe kwa jamii. TV bahati nzuri tumeletewa kifaa, lakini tunaamini kitatusaidia sana tuna mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali ambayo nayo yanafanya shughuli za kijamii. Tuna mashirika humu yanajihusisha na utunzaji wa mazingira. Tuna mashirika humu yanajihusisha na masuala ya lishe. Tuna mashirika mengine yako moja kwa moja yanajihusisha na vikundi mbalimbali juu ya kilimo na mifugo. Tunaamini zile shughuli zinazofanyika kule tunaweza tukazirekodi, lakini vile vile kupitia hiki kituo ikawa ni sehemu tu ya kuwafundisha. Na kwa TV itatusaidia vile vile kwa baadhi ya vipindi ambavyo tunaona labda kuna vipindi vizuri ambavyo vinaweza vikafundisha jamii. Tutafuatilia, tutaweka ratiba vizuri, kwa sababu ni kituo ambacho wanajamii wanaweza kukusanyika wakaja kujifunza. Sawa. Miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tumejaribu kufikiria tunaweza tukatumia mbeleni hapo kama vyanzo vya mapato kwa ajili ya uendeshaji wa kituo. Tuliona tutapata eneo hapa kubwa sana, kwa sababu ile eneo ni kubwa. Hiki kituo tunadhani pamoja na mambo mengine lazima kiwe na shamba. Tajishughulisha na maeneo hayo, tutawatumia wataalamu. Yatatumika kwa maana ya kuelimisha jamii, lakini itakuwa vile vile ni chanzo cha mapato kwa ajili ya kituo. Lakini vile vile tulikuwa tumefikiria ile eneo ni eneo ambalo linafaa hata uanzishaji wa vibanda vya biashara. Tunakusudia ile eneo tutaona kuruhusu watu waanzishe vibanda vya biashara, na wao watalipa sehemu ya ni kama ushuru, kwa sababu watafanyia kazi kwenye ile eneo. Kile kitakachopatikana kitakuwa ni sehemu ya mapato ya kituo. Lakini vile vile tunafikiria, tumepata TV, iko michezo mbalimbali kwa maana ya mpira. Tunajaribu kuona uwezekano wa ile eneo hiki kituo kutumika vile vile kuonesha michezo ya mpira na michezo mingine ambayo wanajamii tutawaruhusu, lakini watachangia kidogo, nayo itakuwa ni sehemu ya mapato ya kituo ili yasaidie kituo kujiendesha. Na kwa sababu tunatarajia kukaa na kamati ya uendeshaji, tumejipanga kubuni vyanzo zaidi ili tuweze kupata pesa kwa ajili ya kuendesha kituo. Kwanza kabisa mimi kama mratibu wa kituo, kwa niaba ya jamii ya kata ya Matomondo, nipende kwanza kuishukuru serikali na shirika la DVV kwa kuona umuhimu wa kuanzisha hiki kituo kwenye kata yetu ya Matomondo. Tayari kwa muda mfupi tumeanza kuona matokeo na umuhimu wa kituo. Na hata wetu wengi walikuwa bado hawajaelewa, lakini mambo ambayo yameanza kufanyika hapa yameanza kutupa picha kwamba jamii hii itaelimika zaidi. Labda wito wangu, kwa sababu kesho kutwa tunatarajia kukizindua, kwa kushirikiana na viongozi tumepanga kuhamasisha jamii leo jioni, kwa maana kutakuwa na matangazo kwenye vijiji vyetu. Tuhamasishe jamii ili kesho wakusanyike mahali hapa wapate ujumbe juu ya umuhimu wa kituo. Lakini uhamasishaji hautaishia kesho. Bado tutaendelea kuhamasisha jamii kupitia mikutano, makusanyiko mbalimbali, ili waweze kuona umuhimu na wafike mahali hapa kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii ya kata ya Matomondo ni kuhakikisha wanakitumia hiki kituo vizuri ili waweze kupata maarifa zaidi ya wasaidie kutatua changamoto mbalimbali kwenye maisha ya kila siku. Asante.